Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Ama baada ya kumshukuru Allah, ndugu zangu, katika siku hii ya leo, hebu twende tukaanze kisa chetu, ambacho kisa hichi tutakipa kisa namba 1, kisa cha mtu ambaye tunaweza kusema kichwa chake cha habari alilia kila siku, kisha Mwenyezi Mungu akamfungulia mlango asiyoutarajia. Yaani kila siku alikuwa ni kulia kwa maisha yake kuwa ni magumu, hali mbaya, maisha mabovu kabisa, lakini Mungu akamfungulia mlango asiyoutarajia. Sasa mimi na wewe inawezekana tukawa tumelia sana katika maisha haya ya kidunia, kulingana na hali za maisha kuwa ni ngumu, hali ni mbaya, lakini Allah anatufungulia endapo tutashikamana na hichi ambacho alichokishika mwenzetu aliyelia kama tulivyolia sisi, lakini Mungu akamfungulia kile kilichokuwa chema insha Allah. Moja kwa moja ni kuombe wewe ambaye unafuatilia vipindi vyetu, hebu usiache kusubscribe ili ukajifunza mambo mengi sana biidhnillahil karim. Tunasema kwamba fi ghurfatin saghiratin mudhlima, katika chumba kidogo kilichokuwa na giza, kanat Maryam tajlisu wahdaha, alikuwa binti anayejulikana kwa jina la Maryam amekaa peke yake. Lakini binti huyu tumsik bihatifiha wadumuu tanzilu fi swamti. Binti huyu alikuwa ameshika simu yake, lakini machozi yanamwagika huku akiwa amenyamaza peke yake. Chozi linamtoka kimya kimya. Lakini binti huyu analia. Nini sababu ya kulia? Sababu kubwa ya kulia ilikuwa tarakaha zawjuha, mume wake amemuacha, wataraka laha tiflaini, na akamwachia watoto wawili, lakini waduyunan kathira, na amemwachia madeni makubwa sana. Hajui ni kiasi gani anaweza kumudu kuyalipa madeni hayo. Kwa hali kama hiyo, kanat tasma'u kalama nnas, dada huyu, mama huyu alikuwa akisikia watu wanachokizungumza. Watu wanazungumza juu yake. Wanaongea nini? Wanasema madha satafaalu wa hiya wahdaha, huyu dada atafanya nini wakati kabaki peke yake, mume wake kamuacha, kamtelekeza. Nini atakachokifanya? Ni kama vile wanataka waone atasurvive vipi na atapambana vipi, atawezaje kuishi katika maisha ya kulea watoto wake, hali ya kuwa maisha ni magumu, katelekezwa na mume wake na ameachiwa madeni makubwa makubwa. Lakini wa fi kulli laylatin kanat tabki hatta tu'libaha dumuu, dada huyu kila siku alikuwa analia mpaka machozi yanamshinda. Yaani machozi yanakuwa mengi, kathir. Analia sana dada huyu, haelewi ataishi maisha ya namna gani. Alishazoea kukaa ndani tu, kila kitu aletewe, subhanallah. Lakini leo haelewi anaishije. Madeni yamemzidi, katelekezewa watoto, naye kaachwa na mume wake.
katelekezwa. Lakini hali hii ambayo tunayozungumza leo, watu wengi wanayafanya hayo, wanatelekeza familia zao, wake zao wanapata tabu, wanapata dhiki za maisha, wanadhalilika. Lakini je, tufanye nini? Turejee kwa Mola wetu. Endelea kusikiliza kisa cha huyu dada alifanya nini baada ya kuwa sasa ameachwa na mume wake na ametelekezewa watoto wawili na hajui ataishije. Kitu gani alichokifanya? Sikiliza kwa umakini. Wa fi lailatin, katika moja kati ya masiku, min ashaddi layali dhulmatan fatahatil mushaf wa qaraat. Siku moja katika masiku, ilikuwa usiku tena giza kabisa, Yehudada alifungua msahafu na akasoma msahafu. Amesoma nini katika msahafu? Alichokisoma katika ule msahafu, alisoma aya hii inasema, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Inapatikana katika suratul Inshirahi, yani ile alam nashrah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Akaisoma aya hii. Baada ya kuisoma aya hii anasema fatawaqafat inda al-ayati wa qalat ya rabbi aina hadha al-yusra. Baada ya kukutana na aya hii akasimama katika aya hii, kisha akanyanyua mikono juu na kumuuliza Mungu, Mola wangu, aina al-yusra. Kwa mujibu wa aya hii inasema fa inna ma'al usri yusra, kila penye uzito pana wepesi. Sasa aina al-yusra, wepesi uko wapi kwangu mimi? Uko wapi huu wepesi? Mbona maisha yangu mimi ni magumu? Umesema penye uzito pana wepesi, kwangu mimi hakuna wepesi, ni uzito tu moja kwa moja. Aina al-yusra, uko wapi wepesi? Anamwambia Mungu. Basi thumma qarrarat an taqraa hadhihi al-aya 100 marratin kulla laylatin, kisha akaamua kuanza kuisoma aya hii mara 100 kila siku usiku. Yani kila siku usiku anasema fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Mara 100 anaisoma aya hii. Lakini hakuishia kuisoma aya hii, bali aliambatanisha na dua hii inayosema, Allahumma la tatrukni fi dhiqi waj'al li ba'da al-usri yusra kama wa'adta. Narudia tena, alisema Allahumma la tatrukni fi dhiqi waj'al li ba'da al-usri yusra kama wa'adta. Alikuwa akisema maneno haya mara 21. Basi kwa kuisoma dua hii mara 21, anaisoma ile fa inna ma'al usri yusra. Sikiliza kwa umakini. Yani baada ya maisha yake kuwa magumu sana na kufungua msahafu na kukutana na aya hii, akaamua kuisoma aya hii inasema fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Mara ngapi? Mara 100. Kisha baada ya kuisoma aya hii anamaliza mara 100, halafu anaunganisha na dua hii ambayo anasema Allahumma la tatrukni fi dhiqi waj'al li ba'da al-usri yusra kama wa'adta. Alikuwa akisoma tena dua hii
mara 21. Baada ya hapo sasa, kufikia hatua hiyo, alipofanya hivyo, basi ulama wanatuambia wastamarrat ala dhalika 40 laila, aliendelea na utaratibu huu wa kisomo hichi kwa muda wa siku 40. Wa qalbuha baina alkhawfi warrajai, na hali ya kuwa moyo wake upo baina ya hofu na matumaini, yani anamwogopa Mungu lakini pia ana matumaini ya kwamba Mungu atampa. Basi kwa hali kama hii, ulama wanasema wa fi yaumi, na moja kati ya masiku katika siku ambayo lam takun tatawakkauhu uridha alaiha amalun saghirun fil khiyatati, anasema tena fil khiyatati min manziliha, siku moja katika masiku, miongoni mwa masiku, siku ambayo hakuitarajia, akapewa kazi ndogo ya ushonaji akiwa nyumbani kwake. Ghafla tu analetewa kazi nyumbani kwake ya kuwa sasa wewe utakuwa ni fundi cherehani, utashona. Anaajiriwa baada ya kuwa ni mtaalamu wa kushona, anapata kazi ndogo kabisa. Lakini baada ya kuipata kazi hiyo ni kwamba fabadaat biqalili wa amilat biikhlasi hatta kabura amaluha shay'an fa shay'an, akaanza kidogo, akafanya kwa uaminifu mpaka kazi yake ikaanza kukua pole pole. Mashallah, akaanza kukuuza kazi yake, ikaanza kukua kidogo kidogo. Wa ba'da sanawatin asbahati Maryam swahibata mashghalin najihin wasaddadat kulla duyuniha. Allahu akbar. Anasema baada ya miaka, Maryam akawa mmiliki wa kiwanda kidogo cha ushonaji chenye mafanikio, na akalipa madeni yake yote kabisa, akamaliza. Mambo yakawa super, mambo yakawa safi na salama. Wakanat taqulu likulli mra'atin khazina, na akawa anasema kuambia wanawake wote wenye huzuni kama jinsi alivyokuwa yeye, anawaambia la tabeki tawilan, usilie muda mrefu, usilie muda mrefu. Farabbul yusri la yansa ibadahu, hakika Mungu, hakika Mola mwenye mepesi, aliyejaa masuala mepesi, hawezi kumsahau mja wake katu abadan. Hivyo acha kulia muda mrefu, acha kuumia muda mrefu. Mwenyezi Mungu hawezi akakusahau katu abadan, hawezi kukusahau. My friend, ndugu yangu, nakuomba fanya jitihada, fanya juhudi za kuhakikisha kwamba unapambana katika hali ya kuto kukata tamaa. Fanya dua hizi, wallahi zitakusaidia, wala usiwe na shaka ndani yake. Lakini pia ndugu zangu, dua hizi tusiziache, tuzizingatie, zifanyie kazi, na wallahi zitakupa majibu yaliyokuwa mazuri sana. Mwisho kabisa, naomba nikupe tangazo hili. Ndugu zangu, tumebakisha siku nafikiri tulikuwa tuna kama siku 2, tuna siku kama 1 na masaa kadhaa wifi yetu ipate kuisha. Tunaomba inshallah wale wadau wetu wanaotulipiaga wifi, basi msirudi nyuma. Tunahitaji tena wifi shilingi 70,000 ili tuendelee kurusha vipindi na wewe uendelee kupata thawabu zidi ya kutuchangia katika wifi yetu. Sisi kazi yetu kutoa neno kukufunza wewe,
na we kazi yako ni kutuwezesha tuendelee kufundisha. Insha Allah shilingi 70,000 ukipenda kuitoa yote, na ututumie majina yako tupate kukuombea dua. Ukipenda nusu yake na mwingine akitoa nusu, basi mambo yanakuwa kamili, jambo linakwenda vizuri insha Allah. Kufikia hapo ni kuombe usiache kusubscribe, usiache kushare. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.